na kusalimu wewe unayetazama video hii. Asante sana. Mimi naitwa Nije na Manase, rafiki yako. Rasi Masika Malikia, muziki wa Injili Kenya. Nchini Kenya, muziki wa Injili umekuwa sehemu muhimu ya maisha ya wananchi wengi. Katika ulimwengu huu, muziki wa kumtukuza Mungu, jina la Rasi Masika linang'aa kuliko mengi. Ni mmoja wa wasanii waliobarikiwa na sauti nyenyekevu na uwezo mkubwa wa kuandika nyimbo zenye ujumbe wa matumaini. Wengi hamfananisha na jinsi Israel Mbonyi alivyo maarufu nchini Rwanda, msanii mwenye sauti ya kipekee na roho ya ibada. Siri na maisha ya awali. Rasi Masika alizaliwa katika familia ya Kikristo nchini Kenya. Mama yake Agnes Masika alikuwa mwimbaji na mtunzi wa nyimbo za Injili na ndiye aliyemelea Rasi katika msingi ya kumtumikia Mungu kupitia muziki. Tangu akiwa na umri wa miaka 6, Rasi alianza kuimba katika kwaya ya watoto wa kanisani na kipaji chake kilionekana mapema sana. Alisoma shule za msingi na sekondari nchini Kenya, akijulikana kwa kuwa mnyenyekevu na mwenye bidii. Baadaye alijiunga na chuo kikuu ambapo alisomea masuala ya sanaa na elimu, jambo lililomsaidia kuimarisha kipaji chake cha muziki na uandishi wa nyimbo. Kuanza safari ya muziki wa Injili. Safari yake rasmi katika muziki wa Injili ilianza mwanzoni mwa miaka ya 2000. Wimbo wake wa kwanza uliovuma ulikuwa Amukomete Yesu, lakini maarufu mkubwa ulimjia baada ya kuachia Mwema, wimbo uliogusa mamilioni ya mioyo katika Afrika Mashariki. Mwema iliyopendwa sana kwa sababu ya ujumbe wake wa shukrani kwa wema wa Mungu. Wimbo huo ulitamba katika vituo vingi vya radio na televisheni na kumletea tuzo kadhaa kama Groove Awards. Kwa muda mrefu ulionekana kama nyimbo ya taifa kwa Wakristo wengi wa Kenya. Nyimbo zake maarufu. Bali na Mwema, Rasi Masika ametoa nyimbo nyingine nyingi zilizopenya katika mioyo ya watu. Shule yako inakumbusha kwamba maisha ni shule ambapo Mungu anatufundisha kila siku. Nikupendeze inasisitiza umuhimu wa kumpendeza Mungu katika kila jambo. Heaven, wimbo wa matumaini kuhusu maisha ya milele mbinguni. Huyu Yesu, wimbo wenye midundo ya kufuraha lakini ujumbe wa kina kuhusu nguvu za Kristo. Nyimbo hizi zimeendelea kuwa maarufu kwenye YouTube, Spotify na radio nyingi za Kristo. Wengi wamesema kwamba nyimbo hizo zimekuwa faraja katika nyakati za huzuni na changamoto. Familia na maisha ya kiroho. Rasi Masika ameolewa na David Muguro na wamebarikiwa watoto wawili. Anasema familia yake ndio msingi wa nguvu zake. Mara nyingi katika mahojiano na vyombo vya habari kama NTV Kenya na Citizen TV, hueleza kuwa muziki kwake si kazi ya kupata pesa bali ni huduma ya kiroho. Anasema anapoandika wimbo huwa anaomba kwanza, kisha anaandika kile Roho Mtakatifu anamwezesha kusema. Hiyo ndiyo siri ya nguvu kubwa zilizo ndani ya nyimbo zake. Tuzo na mafanikio. Katika safari yake ya muziki, Rasi Masika ameshinda tuzo nyingi zikiwemo Groove Awards, msanii bora wa kike mara kadhaa, Kisima Music Awards kwa mchango mkubwa katika muziki wa Injili,
mwimbaji bora Afrika Mashariki katika hafla za kimataifa. Ametumbuiza katika nchi nyingi kama Tanzania, Uganda, Rwanda na hata Marekani. Katika mwaka 2023 aliongoza tamasha kubwa la Praise Explosion Africa lililofanyika jijini Nairobi na kuhudhuriwa na maelfu ya watu. Mashuhuri nchini Kenya, Mercy Masika ni moja ya sura zinazoheshimika zaidi katika jamii ya Wakenya. Ujumbe wa nyimbo zake unazungumza upendo, imani na msamaha. Wengi humuita Voice of Hope, sauti ya matumaini kabisa. Kila kona ya Kenya, nyimbo zake husikika katika makanisa, magari na hata majumbani. Wakenya wengi wanasema kwamba sauti yake hutuliza mioyo yao na kuwakumbusha kwamba Mungu yuko pamoja nao hata wakati mgumu. Ulinganisho na Israel Mbonyi, kama vile Israel Mbonyi alivyo kipenzi cha wengi nchini Rwanda, ndivyo Mercy Masika ilivyo kwa Wakenya. Wote ni waimbaji wa kiroho wanaoandika nyimbo zao wenyewe, na wote wamejitoa kuhubiri Injili kupitia muziki. Mercy Masika amesema mara kadhaa kwamba muziki wa Injili si kupa la kutafuta maarufu, bali ni njia ya kuwavuta watu kwa Mungu. Vile Israel Mbonyi huamini kwamba kila wimbo ni maombi, si burudani tu. Hiyo falsafa imewafanya wote wawili kuwa taa zinazoangaza katika mataifa yao, kuchochewa vipaji vipya mbalimbali. Bali na muziki wake binafsi, Mercy Masika amejitolea kukuza vipaji vya vijana kupitia taasisi ndogo iitwayo Masika Talent Hub. Hapo wasanii wachanga hufundishwa jinsi ya kuimba, kuandika nyimbo na kuendesha huduma zao za muziki. Lengo lake ni kuhakikisha muziki wa Injili unaendelea kuwa chombo cha kubadili jamii, si tu biashara. Anaamini kizazi kipya kinapaswa kuwa na msingi wa imani na ubunifu halisi. Ushawishi wake Afrika Mashariki, nyimbo za Mercy Masika zimevuka mpaka ya Kenya, zinasikika Tanzania, Uganda, Rwanda na hata nchi za Kongo na Burundi. Nyimbo zake za Kiswahili hurahisisha watu wengi kuelewa ujumbe wake. Wasanii wa Rwanda kama Aline Gahongayire na Tonzi wamempongeza kwa mchango wake, wakisema amekuwa mfano mzuri wa mwanamke wa imani anayehubiri kupitia sauti yake. Maisha ya kiutu na ukarimu. Mbali na muziki, Mercy Masika pia ni mwanaharakati wa kijamii. Ameshiriki katika miradi ya kusaidia watoto yatima na wanawake wanaopatia changamoto. Anafanya kazi kwa karibu na taasisi kama Compassion International na World Vision Kenya. Anasema kumtumikia Mungu ni pamoja na kuwasaidia waliovunjika moyo. Kauli hii imekuwa dira ya maisha yake ya kila siku. Mtazamo wake kwa baadaye, Mercy Masika anaamini muziki wa Injili una nafasi kubwa ya kuleta amani na umoja barani Afrika. Anafanya kazi ya kutengeneza albamu mpya inayotarajiwa kuhusisha wasanii mbalimbali wa kimataifa. Ana ndoto ya siku moja kufanya tamasha kubwa Afrika nzima lenye kulimbuyu Africa Worships Jesus. Kwa maoni yake, muziki wa Injili haupaswi
kuwa na mipaka ya kitaifa, bali uwe wimbo wa umoja kwa wote wanaomwamini Mungu. Leo hii Mr. Masika anabaki kuwa mfano wa msanii aliyejitoa kwa Mungu, mwenye nidhamu na moyo wa ibada. Amegusa maisha ya maelfu ya watu kupitia nyimbo zake zenye ujumbe wa matumaini, upendo na wokovu. Kama Israel Mbonyi alivyotaa ya kiroho kwa vijana wa Rwanda, ndivyo Mr. Masika alivyo nuru kwa vijana wa Kenya. Wote wawili wanaunganishwa na lengo moja, kubadilisha dunia kupitia muziki wa ndugu. Je, ungependa tafadhali jisajili, subscribe ili uwe unapata video zingine mpya. Mimi ni rafiki yako, naitwa Manase. Asante sana, nawapenda sana rafiki yako. Mungu awabariki sana. Gospel site kwenye pinchi na gospel site kwenye pinchi